bali kufanya mazungumzo ya aina yoyote, hapo livunjwe bunge, lipitishwe bunge ambayo itakuwa liko kwa la mpito. Lile bunge ambazo zama watu wamekubali kutumia vitabu vitakatifu ya Mwenyezi Mungu, na wakati peke zao wanajua hawakuwa wameweza kushinda, livunjwe moja kwa moja, na yule mjamaa wa speaker atafute tu kazi nyingine ya kuwa anafanya. Ile bunge ni sehemu takatifu na ivunjike kabisa. Hiyo sharti ya pili. Sharti ya tatu, ili tukue tunaweza kufanya mazungumzo na jamaa walioletwa na Commonwealth, tunatakiwa tusikuwe na wawakilishi ambazo wako wanasiasa. Kwa maana ya kwamba wako watu ambayo wanaaminika sana kwa huku backbencher, kwa sisi watu masikini tuko na wakilisha zuri ambayo wanajua kueleza mambo na wanavilelezo vizuri na wako na ushahidi nzuri sana ambayo wanaweza wakatupresent. Tusikubali kuingia kwa mazungumzo kwa sababu ya wanamasiasa ama watu wa dini. Sasa hapa nimekuta kuna emails ambayo nimetumiwa. Nimeomba sana kwanza nisikuwe naisoma, kwa sababu tunaweza tukafunua hawa majamaa ma primitive macho na wakachukua hii jambo kwa kutudhuru. Lakini nitajaribu kuwafahamisha jambo moja. Kwanza nimeambiwa kabla ya kufika Friday, nimepewa namba ya moja kwa moja kutoka Commonwealth, ni +44 20 77 47 65 00. Nimepewa address ambayo ni Marlborough House, Pall Mall, St. James, London, SY1Y 5HX UK. Nimepewa na email rasmi ambayo inaenda kwa Secretariat. Hizi namba ni namba ya Secretariat ya Commonwealth. Kuwaomba kwanza wafanye zuio la haraka sana ya hawa wajamaa ambazo zinaletwa Tanzania kwa ajili ya kuja kuleta mazungumzo. Bahati nzuri sana niko na mazungumzo ametumika kwa nafasi bora zaidi na nzuri zaidi hapo, na yuko tayari kutusaidia kustopisha hii convoy kwa masharti ifuatazo. Kwanza, kanambia tunatakiwa tufanye kitu inaitwa formal petition complaint. Kwa maana ya kwamba raia Tanzania tunatakiwa tufanye lalamiko rasmi. Najua kama nimejaribu kutafsiri Kiswahili vizuri. Lalamiko rasmi tunatakiwa tukue tunaifanya, na lalamiko hiyo ya kuitaka hii convoy isikuje kwa sasa, tunatakiwa kopi ya kwanza tuipeleke Wizara ya Mambo ya Nje, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs ya Tanzania. Ya kwanza. Ya pili, tunatakiwa tuipeleke African Commission on Human and the People's Right. Na ya tatu, moja kwa moja tunaipeleka Commonwealth Secretariat. Tukumbuke kama hapa tuko na mtu ambaye huyu mjamaa ananiletea hii email, ameniambia habari mbaya kidogo kwamba hata hii mjamaa huyu anakuja, kuna balozi ya Tanzania imeshiriki kujaribu kufanya, wanataka kutumia watu waje kutuletea mazungumzo, tukue tunapatana, na kanihakikishia kwamba huyo balozi ambaye nimeshauriwa kwanza tusiweke hii taarifa wazi, kuna mambo tayari Samia amesurrender, iko tayari kuyafanya. Iko tayari kuyafanya kupitia hiyo mazungumzo, kama kuachia Makina Lissu, na pia iko tayari kasema hata kuja kufanywe itabidi tu niweke wazi kufanya serikali ya umoja ya kitaifa, lakini sio yeye tu aachiwe serikali. Na kuombeni sana
Hii shauri tunapewa na watu very high profile people, ni watu ambazo wako wazito mno. Wanasema hiyo jambo tusije tukakubali, tusije tukakubali kuingia kwa mtego hii, hata mtego ya mazungumzo na Bwana Lazarus ambaye analetwa. Bwana Lazarus kwa nchi yake iko na mashida mingi sana, na hatuko na imani kabisa na maraisi za Afrika, kwa sababu peke yake nchi yake imempongeza Rais Samia kama ameshinda. Tutakuwa vipi leo mtu huyu ambaye anapongeza huyo mwanamke, yeye tuletewe aje azungumze na sisi? Sasa nimepewa njia hii ambayo nimehakikishiwa, ikiwa tutaifanya inachukua siku 2 za kazi kupata jawabu na wataiweka wazi. Ndugu zangu ya Tanzania, tusikubali kuishi kama watu wanatoka zama za mawe. Hii nchi ni yetu na sisi peke zetu tuna mamlaka ya kufanya vile tunataka. Walikuwa kwa muda mrefu sana wakitusukuma na wakituweka kwa ardhi, akitukanyaka sura yetu kwa chini, kwa sababu walijua vijana hatuko na uwezo wa kujua mambo za dunia zinafanyikaje. Walijua raia Tanzania hatuko na uwezo ya kuzungumza mambo ambayo yanafahamika. Kwa muda mrefu sana wakaleta biashara vyuma chakavu, kwa sababu walituaminisha hizo ndo maisha za vijana anatakiwa ishi. Akatuletea mastori ya mabodaboda, wakatuletea mastori ya kupawali, wakatuletea mastori ya wanaume kuweza kuwafanya mawatu makucha wanawake na manini. Haya si maisha binadamu ya ulimwengu huu ya science and technology anatakiwa kuenazwa naishi. Ndugu zangu, na kuombeni sana, mimi niko tayari kujitoa kwa muda yangu yote kuandaa hii complaint, kwa sababu nimehakikishiwa ikiwa tutafuata hii taratibu, hii convoy itazuiliwa kwa muda. Tusikubali hata kuruhusu Bwana Lazarus na timu zake waje kwa Tanzania, kwa sababu hatujui nani anakuja kuongea naye. Hatujui huyo upatanisho zake anakuja kufanya na nani hasa, hatujui. Kwa sababu kama ataleta majamaa wa dini alafu walete serikali ya umoja wa kitaifa, atakuja kupewa yule bwana ambaye sura yake iko na matobotobo, jina yake simjui nani, yule wa ACT Wazalendo alioshindwa na Zito anaitwa Zito Msaliti. No, yule sura yake iko na matobotobo hivi. Zuberi Kabwe. Zito Kabwe. Yeah. Sura yake iko na matobotobo. Huyu mjamaa ni CCM. Sasa hii habari nimepewa kwamba wanataka, wako tayari kwa sababu ya pressure ya maandamano, pressure kwamba Tanzania tayari imepewa barua rasmi kutoka United Nation kuhusiana na kukoseshwa haki za mikopo. Na kama mnakumbuka, nimepeleka barua kwa vile vyuo ambazo polisi pamoja na TIS Tanzania inaenda kusoma. Praise God, hawa jamaa wamejibu kwamba noted, kwa maana ya kwamba imepokelewa ile barua. Hawajasema hatua gani itachukua, lakini ni tumshukuru Mungu sana at least kutuambia kwamba wamepokea hiyo email. So hatisha nini ufanye, lakini ni hatua kubwa sana ya kuiparalyze serikali kuwa kwa sehemu nyeti na muhimu kwa nchi yetu, kuwapelekea taarifa kwamba hawa jamaa mnawaleta kuwasomesha huko, hichi ndo wanayofanya. Na nimewekea zile video na picture 917 na wamejibu noted kwamba imepokelewa hiyo email. Hii jambo imenipa nguvu sana, na najua kwa sababu tu vile tumekubaliana kuiparalyze serikali, sasa usalama yetu rasmi itakuwa ni mdogo sana. Mimi sikui na hofu mno, kwa sababu mtu peke yake ambaye namwamini ni Mwenyezi Mungu mtukufu, na hakuna jeshi, hakuna mfalme, hakuna mtu mwenye nguvu zaidi ya Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake. Sasa ndugu zangu, kama nilivyojaribu kuwahimiza watu tutume emails ICC, na kuombeni sana 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 tufungueni lalamiko rasmi ya kutokuwa na imani na convoy ya Bwana Lazarus. Tafadhali sana, hii jambo ni kubwa
na litazidi kuwa frustrate, kuwachanganya hawa majamaa. Tusikubali tena vijana wa Tanzania tuonekane ni vijana ambao tunastahili kuwa madereva bodaboda tu. Tusikubali tena serikali ya Tanzania yeyote ile inakuja kufikiria sisi vijana ambazo tumezaliwa Tanzania ni trash, ni takataka, lakini yule mwenye haki ni mtoto wa rais na mtoto wa waziri mkuu. Hii game tumeamua kuibadilisha, na kwa sababu tu tumeamua kubadilisha hii game, tunatakiwa tujitoe kwa moyo zetu zote, kwa nguvu zetu zote, na tujitoe kweli kweli kwa njia ya kumweka Mwenyezi Mungu mbele pamoja na maombi mbele, lakini kila sehemu ambayo inajaribu kutuingia na sisi tuifikie na kuifikia kwetu kwa gia kubwa sana. Petition nimeshauriwa tuandike hiyo ya kwanza. Namba ya pili wakanambia kwa hii email kwamba pia tutafute any civil society organization wa draft hii malalamiko zetu, tuzipeleke pale wa draft kitu inaitwa formal objection. Kwa sasa naamini kama nimeifahamu hii email vizuri ni TLS. Tujaribu kutafuta ushawishi watupatie kitu inaitwa formal objection. Haraka vile tunaweza tuambatanishe kwa hiyo address ambayo tumepewa. Halafu baada ya hapo hawa jamaa kwanza wazuiliwe. Kwa sasa hivi tusingetaka turuhusu jambo lolote lile la kimataifa ifanyike kwa nchi yetu mpaka tuiparalyze serikali kwa maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo, maandamano ambayo tutayafanya chini ya usimamizi wa taasisi na mashirika ya kimataifa na zikuwa satellite inaangalia. Na hapo tutasubiri sasa tuone kama kweli naweza kuja kumshika mtu tukiwa tunafanya haya maandamano. Kwa vile hii jambo ni ya kwa pamoja, nitasimama kidogo tupate mawazo za kwa pamoja, alafu tuone nini tunafanya. Asante sana. Alifanya kitu inaitwa economic mismanagement and debt. Na peke zenu mwende mkasome. Sasa haya mambo tutayaandika kwa petition yetu. Kwa nini hatuko na imani kama anaweza kudeal na hii makesi Tanzania. Hii ni kesi anaweza kudili naye peke yake ni Tomoko Akane. Twende ICC, huko ndo tutakupata good solution. Huyu mjamaa wakati yeye ni rais, ndugu zangu, msione kama namzungumza kwa chuki. Naomba kuambia kitu, elimu ndogo tu, ili kusudi ni kutoweni imani, msije mkamwamini huyu jamaa ambaye tunaletewa. Kwanza, wakati yeye rais, Malawi ilipitia kitu inaitwa severe inflation. Bei za mavitu zimepanda juu kwa sababu ya ufisadi alioifanya Malawi. Naomba mkasome hizi mambo mtaweza kuona. Bei zilipanda, baada yake kawa hata pesa ya kigeni kwa nchi yake hakuna. Ukitaka dollar huwezi kupata, you cannot get pound, huwezi kupata British pound. Hakuna pesa ya kigeni kwa ufisadi ambayo imekithiri kwa nchi yake. Mtu ambaye ana historia ya ufisadi, ni vipi tunaweza kumwamini? Jambo la pili baya sana ambaye alifanya wakati yeye ni rais, alifanya kitu inaitwa political collision. Alifanya kitu inaitwa Tonsi Alliance. Maana yake huyu mjamaa wakati yeye yuko rais alisababisha mgogoro mkubwa sana ya wanasiasa kwa sababu tu ya utamaa ya mamlaka. Kwa sababu mimi nilikuwa sipendi kuaminiwa kwa maneno zangu, napenda muamini taaluma yangu, na kuruhusuni mkasome, andikeni kitu inaitwa political collision under Chakwera. Peke zenu mkasome, sipendi mkwe mnaamini kile kitu nasema. Mimi ni binadamu, mimi si malaika. Mimi nakupeni kitu mkatafute peke zenu, kesho mkija mtanambia nini ambayo nafanya. Jambo jingine, Bwana Chakwera amekuwa katika viongozi ambao hawana credibility Afrika. Ni viongozi ambazo hawawezi kuaminika. Na wamekuwa wakipingwa vikali sana na raia zake hadharani na maraia ambazo wako nje za nchi.
na akakosa kitu ambayo kuaminika kwa nchi yake. Mbaya zaidi, bwana President Chakwera wakati alikuwa rais alifanya rushwa mbaya sana ambayo haijawahi kutokezea. Ni mtu ambaye anapenda vitu. Naomba kuthibitisha jambo moja. Mwaka 2022 President Chakwera ilibidi abadilishe cabinet nzima kwa sababu ya ufisadi ambayo yeye peke zake kaifanya, tu aondoshe ile serikali. Na huyo waziri yake ambayo mpaka UN ilifika kufungiwa kuingia kwa mabaadhi ya nchi kwa sababu ya ufisadi yake, anaitwa Kezi Msukwa. Naomba sana ndugu zangu mwende mkasome. Akafanya tena ufisadi waziri yake mwingine ambaye anaitwa Ken Kandodo. Hawa wote akaja akafanya ufisadi wa matrilioni ya mapesa wakati yeye ni rais kupitia wizara ya mambo za maumeme anaitwa Newton Kambala. Hawa majamaa zote wanasiasa ya nchi zake wameweza kuthibitisha kwa wazi kabisa kwamba huyu hizi mawaziri alikuwa waliweka wazi transaction uhamishaji za mapesa ambazo bwana Chakwera alikuwa ana maakaunti manchi ya nchi kupitia mawaziri yake. Mbaya zaidi waziri wake huyu amekamatwa kwa jambo ya kupokea rushwa kwa sababu tu ya kupitisha miradi ambayo inamilikiwa na familia ya bwana Chakwera. Ndugu zangu, nikiwa nakuja hapa sipendi mkuwe mnashika maneno zangu peke yangu. Hii mambo nawaambia na kutajieni reference, nendeni kasomeni online. Mkienda kusoma online mtaweza kunifahamu kabisa nini nasema. Hatuwezi kumwamini mtu ambaye ana rekodi mbaya. Sisi hatuwezi kupelekeshwa na Commonwealth. Sisi tumeamua this time, hatuitaki CCM, hatutaki Samia Suluhu Hassan. Tunataka tukomeshe hizi mambo kwa njia yoyote ile, ikiwa kwa njia ya kwa ubabe, ikiwa kwa njia ya kwa amani. Sasa wao watachagua kwa raha zao, kwa sababu hiyo ubabe tayari tumeshika. Tuko na system ya BOT na tutaharibu mbaya sana. Hii mambo tusije tukakubali. Huyu bwana Chakwera kishawahi kutuhumiwa mpaka na mahakama kwa wizi ya pesa ya kwao milioni 378 ambayo alikuwa amepewa na mfanya biashara mkubwa ya nchi yake. Ninaomba hizi mambo mwende mkasome. Nchi yake bwana Chakwera kuna kitu inaitwa Anti-Corruption Bureau. Ni organization hivi kama ile kwetu tunaita mambo wanapigana na jambo za marushwa, inaitwa ACB. Ambayo hii kwa wazi kabisa imeweza kumpinga kwa maneno bwana Chakwera kuhusika na marushwa ya kisiasa. Tutaamini vipi huyu jamaa kama hataweza kuja kununulika na mifisadi ambayo imeshindikana kwa historia ya dunia kama kina bwana Rostam Aziz, mtu ambaye damu yake ni fisadi, mtu ambaye anamiliki $10 billion kwa nchi ambayo watu hata maji ya kunywa hawana. Anamiliki $10 billion kwa nchi ambayo wanafunzi inakaa chini, hawana madesk. Tutaamini vipi kwamba huyu anaweza akafanya naye makazi pamoja? Tutaamini vipi kwamba huyu anaweza akafanya naye pamoja? Na kupeni hoja nyingine. Kwa nini tusimwamini bwana Chakwera? Kwanza, ana historia ya kuvunja miadi. Mtu yeyote ambaye amefika kwa ngazi ya juu akaweka promises akazivunja, huyu hatufai. Ninawapa ushahidi ya hii jambo. Bwana Chakwera alitoa promise ya kufanya moral leadership pamoja na clean government kwa sababu baada ya kutokezea corruption. Naomba mkasome kitu ya bwana Chakwera inaitwa New Scandals Emerged, ambayo baadaye watu wengi raia zake walikubali kuungana naye, baadaye peke zake akaja akawakimbia baada ya nchi yake kuwa na deni ambayo haijawahi kutokezea na mfumuko wa mabei mkubwa sana, ikapelekea hata pesa ya kigeni kwa nchi yake hakuna. Kweli huyu jamaa anaweza kuja kutuambia nini? Anaweza kutuambia nini? Sisi ni wa Tanzania. Sisi sio maraia wa hovyo hovyo. Sisi ni wa Tanzania. Kwa Tanzania tunataka kukomesha kuchezewa tena. Hawa majamaa wa masura za matobo na nani, hawa ni watu tunataka kwa